Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump ameipa uhakikisho wa usalama Ukraine baada ya kumalizika kwa vita. Marekani imetoa uhakikisho wa ulinzi sawa na lile walilonalo wanachama wa muungano wa kijeshi wa NATO, licha ya ukweli kwamba suala la Kiev kusalimisha sehemu ya ardhi zake kwa Urusi bado ni tete na tata. Wajumbe waliotumwa na Rais Donald Trump kwenye mazungumzo hayo huko Berlin, Ujerumani, walimpa fursa Rais Volodymyr Zelensky, lakini walionya kwamba pendekezo hilo lisingelibaki kwa muda mrefu ikiwa halikubaliki sasa. Jijini Washington, Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba utawala wake unajaribu kuhakikisha makubaliano yanapatikana. Rais huyo wa Marekani aliongeza kuwa akiwa ikulu ya White House baada ya kuzungumza na wawakilishi mjini Berlin kwamba tumekuwa na duru kadhaa za mazungumzo na Rais Vladimir Putin wa Urusi na nadhani tupo karibu zaidi kufikia makubaliano kuliko tulivyowahi kuwa hapo kabla. Ngoja tuone kinachotokea. Zelensky alisema baada ya mazungumzo hayo kwamba angeliomba Marekani kuiwekea vikwazo vipya Urusi na kuipatia nchi yake silaha zaidi ikiwa Moscow itakataa mapendekezo yanayojadiliwa kati ya Kiev, Washington na viongozi wa Ulaya. Lakini hakusema ikiwa amekubali moja kwa moja pendekezo la kuachia mikoa miwili ya Donetsk na Luhansk kama unavyotaka utawala wa Trump kutokana na matakwa ya Rais Putin. Viongozi wa Ulaya wamepokea kwa tahadhari jambo hili. Mazungumzo hayo ya jioni ya Jumatatu Disemba 15 katika mji mkuu wa Ujerumani yalizusha matumaini mapya kwa viongozi wa Ulaya juu ya kupatikana njia ya kukomesha mgogoro huo mbaya kabisa katika ardhi ya Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Hata hivyo, wengi wao walilipokea pendekezo la utawala wa Trump juu ya hakikisho la usalama kwa Ukraine kwa tahadhari. Licha ya kusifia ushirikiano mkubwa wa Trump na Zelensky na nchi za Ulaya uliofanikisha hatua hiyo ya sasa, rais wa Kamisheni ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema suala la mamlaka ya Ukraine linapaswa kuamuliwa na wa Ukraine wenyewe. Mahakikisho haya ya kiusalama lazima yazingatiwe kwa misingi iliyo imara. Tutaheshimu uamuzi unaofanywa na Ukraine yenyewe. Maamuzi kuhusu mamlaka ni lazima yachukuliwe na Ukraine pekee. Vivyo hivyo, masuala yanayogusa Umoja wa Ulaya na NATO yatajadiliwa na wajumbe wa Umoja wa Ulaya na NATO. Kwa ufupi, hakuna lolote kuhusu Ukraine bila Ukraine, lolote kuhusu Ulaya bila Ulaya na lolote kuhusu NATO bila NATO, alisema von der Leyen. Kauli kama hizo zimetolewa pia na kansela Friedrich Merz wa Ujerumani, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na waziri mkuu wa Sweden Ulf Kristersson, ambao wote walionyesha uungaji mkono wao kwa hakikisho la usalama la Marekani kwa Ukraine. Lakini wakati huo huo wakiashiria kuwa uamuzi wa mwisho wa Kiev na wakitilia shaka endapo Moscow ingelikubaliana nao. Bado Urusi haijasema ikiwa imekubaliana na mabadiliko yoyote yaliyofanyika kwenye pendekezo la Trump na haijaonesha dalili ya kutoa uamuzi huo hadi wakati huu. Urusi ndio ambayo inasubiriwa sasa kutoa uamuzi wake wa mwisho juu ya pendekezo hili la namna Marekani ambavyo itaweka doria kulinda usalama wa Ukraine pale ambapo makubaliano ya kumaliza vita hivyo yatakapokubalika. Hata hivyo, miongoni mwa kauli za awali ambazo zilitolewa na Urusi ni kwamba wanajeshi wowote watakaoingia katika nchi ya Ukraine basi watakuwa ni halali na watalengwa. Hii pia bado imekuwa ni changamoto na limekuwa miongoni mwa mambo ambayo wanayatafakari, na hivyo huenda kutokana na kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin amekuwa zaidi karibu na rais wa Marekani Donald Trump, wachambuzi wa mambo wanasema hili huenda likawa ni dogo zaidi, hasa kwa ruhusu wanajeshi wa Marekani kwenda kuwalinda wa Ukraine baada ya kumalizika kwa vita. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.